Mambo vipi? Kwenye video hii nitaenda kukwambia mambo ya msingi ambayo inabidi uyafahamu kabla ya kufanya sponsored ads. Nikisema sponsored ads, huu ni mfumo ambao unawakuletea wateja kutoka mitandaoni. Inaweza ikawa Facebook au ikawa Instagram, na wale wateja wakutafuta kupitia kwenye mtandao wa WhatsApp, au wakakupigia simu, au wakaingia kwenye group la WhatsApp. Sasa nini ufahamu kuhusu sponsored ads? Ukiongelea sponsored ads kwenye miaka ya 2023 kurudi nyuma mpaka ilipokuwa inaanza, waliokuwa wanaitumia iliwapatia mafanikio makubwa sana. Ndio maana mtu alikuwa na uwezo wa kutumia labda mfano $5, $10, akitumia labda pengine $10, anapata watu kwenye group, watu hata zaidi ya 200, ilikuwa inawezekana. Mtu ukitumia labda $2, simu zinaingia, hata simu 50 zinafika. Na kwa nini ilikuwa hivyo? Ilikuwa hivyo ni kwa sababu kwenye sponsored ads kulikuwa bado hakuna ushindani. Watu wengi walikuwa bado hawaifahamu. Lakini kutoka mwaka 2024 hii hali itaenda mpaka mwaka 2030 hivi. Nasema watu wengi tayari wanaifahamu sponsored ads. Kwa hiyo ni kitu fulani hivi ambacho kipo saturated. Kwa hiyo kuseti tangazo na kupata mwitikio positive wa sponsored ads kwa sasa hivi ni matokeo fulani hivi ya wastani, kwa sababu unachouza wewe na mwingine pia anauza, kuna mwingine pia anauza, na hao wote wanafanya hiyo sponsored ads. Kwa hiyo fanya biashara, nini sasa ufanye kama trend ndio kuuza ndio iko kwa style kama hiyo? Tambua kabisa itakapofika mwaka 2030 na kuendelea mbele, yule mtu ambaye atakuwa anategemea sponsored ads peke yake aweze kufanya matangazo mtandaoni ili apate wateja, basi itamuia vigumu sana kutoboa kwenye soko hilo. Kwa hiyo kitu ambacho nitakushauri ufanye, ambacho unaweza kuanza nacho maandalizi sasa hivi, ni kujifunza kutengeneza content. Nikisema kutengeneza content, maana yake inabidi uwe content creator. Na content creator ndio watu ambao wanaanza kulipwa sana, wanaanza kuwa na ushawishi mkubwa kwenye jamii, kwenye mitandao ya kijamii. Na ukiwa content creator, maana yake inabidi uwe content creator wa bidhaa zako. Usiamke asubuhi unaingia Instagram au Facebook unaposti bidhaa fulani na kuanza kusema hii bidhaa inauzwa shilingi 30, hii bidhaa inauzwa shilingi fulani. Hapana. Watu, soko liko saturated. Wewe ndio ukiwa ingia mtandaoni utengeneze content, uelezee kwamba kwa nini pengine uitumie bidhaa hii. Hii bidhaa itakusaidia nini? Madhara ya kutumia bidhaa hii ni yapi? Faida za kutumia bidhaa hii ni ipi? Nini kitakupata kitokea bidhaa hii pengine haipatikani eneo unaloishi? Kwa hiyo inabidi unakuwa unajifunza kutengeneza content. Na kutengeneza content inakuwa rahisi kuuza. Na njia unaweza kutumia content creation, lakini pia ukatumia sponsored ads kwa wakati mmoja. Sponsored ads unataka unaitumia, usifanye sponsored ads kuboost tangazo au la bidhaa fulani au huduma fulani ili uiuze, ila fanya sponsored ads kuboost pengine content fulani ambayo itasema na watu wengi, nenda viral, ili iendelee content kwenda kuonekana kwa watu wengi zaidi, ili iletee pia followers wengi zaidi. Kwa hiyo nakuelekea, usichukulie kwamba bwana mimi mgongo wa biashara yangu ni sponsored ads peke yake. Hapana. Chukulia mgongo wa biashara yako ni nini? Pia ni content. Kutengeneza content inakwenda kusaidia kuuza pasipo hata kutumia bajeti yoyote ile ya pesa. Mimi hiyo ndio trend ambayo naiona kwenye sponsored ads. Sijui kwa upande wako unaiona vipi? Unaweza kuniambia hapo chini kwenye comment, unaona trend ipi kwa wafanyabiashara ambao wanajitangaza kupitia sponsored ads. Sina la ziada kwenye video hii. Tukutane wakati mwingine na kwenye video nyingine tena. Asante.